ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aya namba 100 tutachukua katika surati Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala sema, ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. طبعا التفسير akawa kalisha wazee wake wawili kwenye kitanda na cha ufalme wake, na njia ya kuwatukuza wazee wake na pia na ndugu zake wale wa 10, na akamwambia kama hii ni nini ndoto Mwenyezi Mungu kajalia imekuwa, ila wote alipokuwa mdogo kaota ile ndoto. Kwa hivyo anasema ndoto tumeanza hadithi ya Nabii Yusuf au kisa cha Nabii Yusuf kwa ndoto, na inamalizikia pia kwa ndoto kutahaqqaq, ndoto kuwa imekuwa kaota na ndoto imekuwa kweli. Subhanallah. Na kadhalika hapa ambapo kitu ambacho mimi nataka kurakis katika hii tafsiri nasema, na pia baada ya shetani kuharibu uhusiano wa undugu baina yangu mimi na ndugu zangu, hakika Mola wangu ni mpole wa kumtisha analitaka kupitisha analitaka, na yeye anajua sana maslaha ya waja wake na mwingi wa hekima katika maneno yake na vitendo vyake. Lakini tazama hapa katika hii tafsiri anasema nini, yani kataja kama nini kanitoa jela na kadhalika pia yani kampa maisha bora ya kuwa katika palace, lakini kuhusu kisima hakutaja kabisa kama ndugu zake walimtupa katika kisima. Maanake yuko mbele yake babake na mamake na ndugu zake wako mbele yao, hakutaja lile kosa lao. Idha tuwe na moyo wenye kusamehe na kusahau. Moyo wa Nabii Yusuf ulizungumza kuwa hauna chuki, bali ni moyo wa kusamehe na kusahau. Laina hao wametubia, na wao pia naombea baba yao tuombe maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Nabii Yakub anasema nitakuombeeni baadaye. Kwa nini pale hakuambia au pale hakuombea? Kwa sababu anajua Nabii Yakub wakati bora wa kuomba istighfar na kukaa kikao cha istighfar ni wakati wa sahar, ni wakati wa usiku wa mwisho kabla ya alfajiri. Ule ndio wakati wa kuleta istighfar kwa wingi, yani si wakati la kuswali hata wa kusoma hata wa dhikri yote, bali ni wakati wa istighfar. Na istighfar sio dhikri unasema astaghfirullah la, al-istighfar unakaa unakumbuka kosa lako ulifanya na unatubia na unajuta na unatoa ahadi kwa hutofanya tena. Istighfar ni kama nini? Ni kama dua, si dhikr, ni dua. Unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akutubie. Anasema kwa Allah subhanahu wa ta'ala akughfirieni. Idhan moyo wa kusameh. Kadhalika Nabii Yusuf hapo alisema la tathriba alaykum al-yawm, la tathriba alaykum al-yawm. Pia kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hii kisa tumejua history yake, anapoza Mtume sallallahu alayhi wasallam
Muhammad anasema nini alipokuwa anarudi Makka katika fathi, anarudi Makka kwenye fathi Makka, wale waliomkosea wakamtoa mtume na wakampiga na ni watu wake, aliwaambia mimi nitasema kama alivyosema ndugu yangu Yusuf, la tathriba alaykum liyawm, nikusamini idhhabu antum tulaqanilini, nikusamini, kusamehe na kusahau. Na sisi kadhalika pia ndugu, tusamehehane na tusahau. Subhanallah, durus. Na pia kadhalika tusikumbushane yale makosa, tujaribu tusikumbushane. Najua shetani hatakuacha, najua kama nini moyo una sehemu, najua kama tuna uchungu, najua, lakini leo tunataka tujifundishe na tubadilike, tuchukue miendo, tuchukue awamir na tuchukue kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezesha hiki kisa ambapo nini sisi hatukijui, wala Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hakijui, alikuwa hayupo bado. Ni durusi kwetu sisi. Inshallah billahi ta'ala tunachukua darasa ya mwisho na si ya mwisho, lakini turudi tusome tafsiri nabii ya surati Yusuf, tuzidi kuwa na nini na huruma na ukaribu na kujifundisha, tuwe na nyoyo bora. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلا به